Moja kati ya kazi kuu ambayo tunahitaji kuendelea kuifanya katika wilaya yetu ya Kahama ni kuwafikia wananchi, kuwasikiliza na utatuzi wa changamoto. Ndiyo kazi ya awali kabisa ambayo nategemea Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya utaanza nayo. Sikiliza wananchi, ujue maeneo yako yote haya na uweze kutatua changamoto za wananchi. Lakini swala la pili ni ukamilishaji wa miradi. Na miradi mingi ambayo tumepokea fedha kutoka serikali kuu. Mheshimiwa Rais ametuletea fedha nyingi sana kwenye kila sekta. Lakini kuna miradi ambayo tumepokea fedha kutoka serikali kuu iko kwenye hatua za ukamilishaji. Lakini unakuta sasa mradi umesimama kwa sababu tunangojea bajeti kutoka serikali kuu. Nadhani kama ambavyo tulikuwa tunafanya ni vyema tukaendelea na utaratibu huo. Nimepokea milioni 500 naenda kujenga kituo cha afya, imebakia milioni 7 labda kumaliza tu matundu ya vyoo. Hatuna sababu ya kuiacha milioni 500 imekaa pale tukingojea milioni 7 kutoka serikali kuu, wakati kupitia halmashauri zetu tuna mapato ya ndani na bado hizo fedha zinapatikana kupitia mapato ya ndani. Tutoe zile fedha, na wakurugenzi mko hapa, na jana pia nilizungumza kwamba fedha za mapato ya ndani zitumike kwenda kukamilisha miradi. Na miradi mingi ambayo iko kwenye hatua ya ukamilishaji, hamna sababu kabisa ya miradi kutokuwa imekamilika kwa sababu ya kusema tunasubiri fedha kutoka serikali kuu. Wakati halmashauri zetu zina mapato, zinakusanya mapato, lakini zinaenda sasa kuanza miradi mipya wakati hii mingine haijakamilishwa. Kwa hiyo tunakuwa tuna rundo la miradi mingine ya serikali kuu haijakamilika, iko kwenye hatua ukamilishaji. Alafu miradi mingine mapato ya ndani tunaenda kuianza upya wakati huko tujakamilisha. Kwa hiyo ni vyema tuweze kwenda na kukamilisha haya. Lakini kikubwa kingine tuna mwenge na tutapita, mimi nitakuja kuweza kwenda kufanya ukaguzi wa miradi ya mwenge. Natambua wazi kwamba salamu na ujumbe mwaka huu ni kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani. Na ni vyema pia wananchi wakapata taarifa juu ya ujio wa mwenge, lakini pia na miradi ile ambayo itatembelewa na mwenge. Kingine ni kwamba kama ambavyo unajua, tuna eneo la Kongani Special Economic Zone ambalo kipindi cha nyuma ilikuwa ni eneo la Buzwagi kufanya uchimbaji wao, na baada ya kumaliza uchimbaji, serikali na wenzetu wa Barrick Buzwagi tuliingia makubaliano ya kuhakikisha kwamba eneo ambalo walikuwa wanafanya uzalishaji linaenda kuwa Kongani. Tumefikia pazuri. Mpaka sasa hivi kuna wawekezaji zaidi ya 15 ambao wako mule ndani, ambao wanakuja sasa kuanza, ikiwemo Kabanga Nickel ambao na wao pia wanakuja kutengeneza refinery mule ndani. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba mzunguko wa fedha ambao ulikuwepo kipindi Buzwagi wakifanya uchimbaji pale, ule mzunguko unaendelea. Lakini sio hivyo tu, kuweza kuwainua wananchi kiuchumi. In what context? In a context ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa anaendelea kuitolea maelekezo, local content, kwamba uwekezaji wote ambao utafanyika mule ndani, wazawa wa mkoa wa Shinyanga na hususan wilaya ya Kahama waweze kunufaika na yale yote ambayo yanafanyika mule ndani. Na makampuni yatahitaji ulinzi wa sungusungu, kuna makampuni yatahitaji mamantilie, kuna makampuni yatapata laborers wa hapa na pale. Kwa ni vyema kuweza kuendelea kuisimamia hiyo Kongani. Vyema pia ukafika pale wakakuonesha eneo la Kongani na ukapata briefing ya taarifa ya wapi ambako tuliishia, ili na wewe sasa uweze kuendelea. Lakini tuko pamoja kwa sababu swala la Kongani ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kwa tutaendelea kuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba Kongani ile inaendelea kufanikiwa. Kwa hilo ni kuhakikishie kwamba mkuu, tutalisimamia kama ulivyoelekeza. Sasa hili niliseme kwa watumishi wenzangu, wakurugenzi na watumishi wenu na wengine. Sisi wote hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Na sisi wote hatuna rais zaidi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mara nyingi sana ukipita kwenye mitandao utaona Mheshimiwa Rais anatukanwa. Mheshimiwa Rais anazungumzwa vibaya, lakini backup kwenye mitandao is worse. Yaani hakuna kabisa. Unaweza ukaingia kwenye zile page ya Mheshimiwa Rais, page ya Ikulu mawasiliano, utaona kuna vitu vizuri tu vinapostiwa, lakini watu wengi, asilimia kubwa wanaoingia pale wana comment tofauti
na yale mazuri ambayo yamepostiwa pale. Lakini mbaya zaidi, sisi ambao tunaamini katika yeye, sisi ambao tumepata ridhaa ya kuwa juu ya wengine, tupo na tumekaa kimya. Nitoe wito, na hili jamani sio kosa, na hii nalisema pia kwa viongozi wa vyama vya siasa. Mheshimiwa Samia sio wa Chama cha Mapinduzi peke yake. Mheshimiwa Samia ni rais wa Jamhuri, ni kiongozi wa vyama vyote, Chama cha Mapinduzi, CUF, TLP na vyama vingine. Kwa hiyo msisite kama wazazi wetu mnapokaa na vijana wenu kuelimisha. Ni wajibu wetu kumlinda na kumtetea rais wetu. Ni aibu kubwa sana kuona Mheshimiwa Rais anatukanwa alafu vijana tupo. Kwa hiyo nitoe wito kwa wakurugenzi, mtakapokaa na watumishi, wahimizeni. Ni wajibu wetu, sio kosa. Yule ndiye rais wetu. Jambo limepostiwa, unaona unaweza kuclarify, ingia clarify pale, kuliko tu kuacha wasioitakia mema nchi yetu au wasiompenda Mheshimiwa Rais kuonekana kwamba wana nguvu kuliko sisi, kitu ambacho siamini kwamba ni kweli. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.